Msikilizaji, kama nilivyokuahidi, nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu kuhakikisha kwamba kila siku saa 2 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki tunaipata simulizi ya Hamza, na kila saa 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika Mashariki tunapata story yoyote nzuri tofauti na ya Hamza. Kwa hiyo kikubwa tu afya na kusitokee na changamoto yoyote. Mungu atusaidie kwenye hili, tuende vizuri kabisa. Tulipoishia sehemu iliyopita ya hii simulizi ya Teddy ni baada ya kupokea ujumbe. Adamu anapokea ujumbe na ni ujumbe kutoka kwa mheshimiwa. Sasa ujumbe ulikuwa unasemaje? Tunasonga mbele. Langu jina ni Lucas Lumbasi. Mheshimiwa alisema ya kwamba Adamu, hongera sana. Sijakuachia kwa sababu nimeshindwa, hapana, bali kwa sababu umeonyesha nguvu ya wanaume ambayo mimi binafsi sina. Sasa kupitia wewe nimejifunza sana. Najua na maumivu makali sana, ila mimi nakutakia maisha mema, muishi maisha yenu kwa amani na furaha. Najua nimeharibu maisha yako, na kuahidi ipo siku nitatengeneza kwa namna ya pekee sana. Naomba mnisamehe sana, muwe na furaha. Adamu anasema nilisoma huku moyoni nikipata hasira na kusema ya kwamba wazee wengine bwana, yani anaona rahisi tu kuharibu maisha na kutengeneza. Mjinga sana. Kwani alipokuwa anayaharibu alikuwa anategemea kitu gani? Mzee hana akili kabisa, na ni bora ukae mbali na sisi. Hapo ndo naweza kusamehe. Basi baba aliniuliza kwamba kuna habari mbaya kwani? Nilicheka kidogo na kusema hapana baba. Hira bado ananipongeza, haamini kama nimedhamiria baada ya kuishi kwa hali ya ubishi wa karne. Basi tulicheka tu. Nilimwambia naenda kuona daktari, hawakuwa na swali. Nilifika kwa daktari, nilisalimiana naye kwa maana tushazoeana sasa. Akaniuliza kaka, kulikoni? Mbona usoni upo na hiyo hali? Vipi tena? Nilimwambia nikicheka kwamba wanaume kaka. Ase, ndo wanaume, si unajua tumeumbwa mateso na ndio maana nipo hapa. Nataka unitazame kama ninahitaji huduma. Basi aliniambia kwa upole kwamba bila shaka, karibu sana. Basi nilivua ile kaptula na kubaki na boxer. Dokta alipoona mapajani na vidonda, yani mwili umeumia mgongoni mpaka sehemu ambazo nilikuwa na minywa, yani siwezi kusema zaidi. Dokta aliniuliza kwamba nani amekufanyia huu ukatili na vipi umeenda polisi? Nilimwambia kwa huruma ya kwamba kwa sasa ninahitaji tiba tu. Kwenda kwangu polisi ni kutafuta matatizo, naomba unisaidie tu. Sasa dokta alinipa pole nyingi sana na kisha alitoka na kurudi na baadhi ya dawa. Alianza kunihudumia pale. Nilikuwa naumia sana, ila sikuwa na budi kujikaza na kuvumilia. Na kisha aliniambia nipumzike kidogo pale pale kitandani ili dawa ingie vizuri ndo nivae. Aliniambia kweli nahitaji hewa, nisiwe navaa nguo sana kwa muda mrefu, kisha itakuwa sawa. Hata alinielezea kuhusu malipo ya hizi dawa na Tedesta, nami nikaomba kuondoka na Tedesta. Hakuwa na hiana, hivyo kila kitu kilikuwa sawa kabisa. Nilimwacha Tedesta apumzike kama alivyotaka. Baba na mama waliniaga wakisema watakuja nyumbani kutuona jioni. Hivyo nilibaki tu pale hospitali. Na muda ulipofika nilikwenda kumwandaa Teddy. Tulipoweka kila kitu sawa, nilimwambia vile daktari amesema na aliniuliza kwamba ina maana umeumia sana baby. Nilimtazama nikasema hapana, ni kidogo tu. Utaona nyumbani, ila niahidi ukiona hutaniuliza maswali mengi zaidi. Basi alinitazama kusema kwamba usiseme hivyo tafadhali, naomba Mungu usiwe umeumia sana. Nilitabasamu tu. Teddy aliniambia kuwa funguo zipo kwa mama, nami nilimwambia kuwa nilibeba pochi yake na kurudi nayo nyumbani. Kwa hiyo kwa sasa tuna funguo zetu. Basi nilitafuta usafiri kwa maana gari bado sikuwa nimeanza kulitumia. Hivyo tukachukua usafiri binafsi mpaka nyumbani. Tulipofika nyumbani tulishikana mikono. Teddy akasema ya kwamba ni kama wageni eneo hili. Yani bila wewe, yani ile eneo lilikuwa ni baya sana. Na sasa upo hapa, tazama hata majani yanastawi vizuri. Nilitabasamu sana. Nilifungua mlango, tuliingia. Tulipofika tu sebuleni nilisema ya kwamba Teddy, hii picha ni nzuri sana, umetengeneza lini? Teddy alinijibu ya kwamba unajua nilikukumbuka sana, sasa nikawa sikuoni popote. Ilimbidi nikuweke walau hata ukutani ili niwe na kuona hata nisipokuwa na simu yangu. Nilicheka na kisha taratibu nilienda kuketi. Teddy ananiambia kwamba inabidi nitafute mtu anisaidie usafi ndani maana pana vumbi sana. Ninyamaza tu.
Teddy alienda chumbani na kisha irudi akaenda jikoni. Huko alikunywa maji na kurudi akisema ya kwamba tangu nimekuona nimepona kabisani. Nilikuwa sielewi mtu akisema wewe ni dawa yangu. Sasa naelewa. Adam, wewe ni dawa yangu. Basi baada ya Teddy kusema hivyo, ujumbe uliingia kwenye simu yake. Alichukua simu na kusoma ujumbe ule. Kisha aliposoma alinipatia simu na mimi nisome. Ulitoka kwa mheshimiwa na aliandika ya kwamba kila mtu kwenye ubaya ndani yake kuna namna ilitokea alijikuta akifanya huo ubaya. Najua nimewakosea sana. Najua Adam ndio tegemeo lako kwa sasa. Kikweli roho yangu inaniuma sana kujua baadhi ya mambo uliyopitia. Kwa hiyo nisamehe sana Teddy. Nilijua nakupenda kumbe sijafikia upendo hata kidogo. Ni tamaa za mwili tu. Nimemuumiza Adam na kuharibu maisha yake. Ila naahidi nitarejesha kazi yake tena. Nawatakia kazi njema. Sitamsaliti tena mke wangu. Nitamtunza na kumpenda maisha yangu yote ambayo yamebakia. Nilisoma na kumtazama Teddy. Na nikatoa simu kumuonyesha ule ujumbe. Teddy alifoka tena kadri alivyokuwa sasa nazidi kufoka ndio machozi yalikuwa yanazidi kumtoka. Teddy akasema hivi mzee amechanganyikiwa. Kwa nini anaharibu kazi yako sasa? Anafikiri utaishi vipi bila kazi? Habari za mke wake sisi zinatuhusu nini? Kwa nini amefanya hivi? Afu Adamu muda wote hujaniambia kuwa hatuna kazi tena. Sasa tutafanyaje? Msikilizaji, nakumbuka sana nyakati hizi. Nijikuta nalia kwa uchungu sana mbele ya Teddy. Nilia nikisema ya kwamba Teddy, kazi yangu ilikuwa ni kazi nzuri kwa maisha yetu. Sasa tutaishi vipi bila kazi? Mwanamume naishi vipi bila kazi mama? Nilizoea asubuhi naamka naenda kazini, nafanya kazi zangu, natunza familia yangu. Sasa nitakutunza vipi? Nitawatunza vipi wale ambao nilizoea kuwatunza? Teddy, mwanamume bila kazi ni sawa na ganda la yai. Ukilikanyaga tu umeharibu kila kitu. Teddy, nimeharibu mimi. Yaani mimi ni kama box tupo tu. Akaunti yangu na pesa kidogo. Na unajua sina uzoefu wa biashara. Paka kupata hiyo biashara sitokuwa tushamaliza pesa, maana tutakula nini? Roho inaniuma sana. Naomba unisamehe sana Adam. Unajua ni makosa yangu. Ona sasa kazi yako wamechukua. Sijui nifanye nini sasa katika hili. Afadhali nilikwambia mimi kama mbali na mimi ona sasa. Hivi Teddy, utajukumu mpaka lini? Utalalamika mpaka lini? Hata mimi mwenyewe mpaka kufikia umri huu nishatenda dhambi nyingi. Pengine mbaya hata kukupita. Hakuna mkamilifu bwana. Mimi nimehangaika kuhakikisha unaondoa fikra hasi kichwani mwako. Hivi unanielewa ama unielewi tu? Wewe sio sababu, hujawahi kuwa sababu. Mke wangu wewe hauna hatia. Nakupenda sana mama. Basi tulikumbatiana huku wote tukilia. Tulilia sana. Baada ya hapo nilivua ile kaptura na kubaki na boxer. Teddy aliponiona alifumba macho yake na kusema kwamba umeona ulivyoumia. Dafu nasema kidogo. Tulia Teddy. Nimepewa dawa na nitapona sawa Basi Teddy alifuta machozi akisema kwamba ni mchana sasa, kunywa dawa basi upone. Nilimtazama alivyokuwa anatia huruma maskini. Aliniletea maji nilikunywa na kusema asante wife. Akanilaza vizuri kwa kochi, akakaa mbele yangu na kunishika mikono yangu na kusema kwamba maisha kuna kitu amenifundisha. Unajua ni kuna wakati mtu anaweza kuwa anakufanyia jambo fulani. Anaona kama ni anakukomisha vile, kumbe anakuvusha mahali. Sikia nikwambie kitu baba. Kwanza kabisa ondoa hofu kabisa kuhusu mimi na wewe, sijui tutaishi vipi bila kazi. Mimi nishasema nakupenda eti. Sitabadilisha na kupenda. Bado yani nitaendelea kukupenda sana mpaka mwisho wa pumzi yangu. Hata kama kuna maisha baada ya hapa. Wewe hapo utabakia kuwa mpenzi wa maisha yangu. Roho yangu na moyo wangu kipenzi. Najua ugumu wa maisha bila kazi. Najua ilivyo ngumu kutunza familia bila kazi. Ila kivivyote nipo pamoja na wewe. Kama ilivyokuwa wakati wa kivuli, ndio hivyo itakuwa wakati wa mvua, wakati wa jua na dhoruba. Mimi sitakuacha, tutashirikiana kuhakikisha kwamba tunakuwa sawa. Baba, hatuna kazi sawa, tutaanza pamoja mpaka tupate kazi. Alafu kitu pekee mimi nataka kukuambia sasa hivi ni kwamba nina akiba kidogo kwenye akaunti yangu. Sio kubwa sana ila tunaweza shirikiana tu kutafuta cha kufanya. Kwaona kuomba sana usikate mchango wangu kwako. Nakuomba sana baba. Najua unavyojisikia, najua unavyonipenda Teddy wangu. Ninafurahi kusikia maneno ya kuvutia namna hiyo. Ni kweli sina pesa kwa sasa. Benki na pesa kidogo sana kama milioni 3 hivi.
na najua itapungua tu tukianza kuitumia kula na bili za hapa na pale. Ila bado sipo tayari kuchukua pesa yako pia. Wewe fanyia chochote unachotaka. Sawa eh? Wewe hili niachie mimi, nitapambana. Nitapambana mpaka nihakikisha kwamba mimi na wewe tunaishi kwa furaha. Tutauza gari, tutapata mtaji tu. Na siku moja tutanunua gari nzuri zaidi. Baada ya maneno yangu hayo, machozi yalimtoka Teddy. Yaani wewe, afu mimi nilijua tu utakataa. Yaani ndio maana mimi hata sijawahi kuelezea hisi. Yaani nilijua tu kwamba utakataa kwa sababu yani unajua, nadhani unaelewa, labda kwa sababu mimi labda ni kahaba, kwa hiyo pesa zangu nimezipata kwenye ukahaba. Sawa tu bwana, wafanya utakavyoona. Sawa, wewe unaona kama pesa zangu sio za mibaraka, ni sijazipata kwa njia nzuri. Ila kumbuka hata kama ni ukahaba ndio ukanipa hizo pesa, uone kuwa ni kazi iliyonitoa jasho, utu wangu na thamani yangu na hata imani yangu. Hasina kuaje unashindwa kuthamini hilo tu kwa kuheshimu pesa yangu. Unaona pesa yangu yani kwenye kukusaidia wewe ni laana, si ndio? Sawa Adam, haina noma. Wewe mwenye pesa safi, jipambanie mwenyewe. Mimi sina msaada kwako. Mimi siwezi kufanya lolote. Mimi si kahaba, poa. Mimi si mchafu, sawa tu. Teddy aliondoka kuelekea chumbani akilia. Unajua kweli nijisikia vibaya. Ukweli wa Mungu kabisa ndani ya moyo wangu. Na mimi sikutaka pesa ya Teddy kwa sababu nilijua tu ni malaya. Yaani hilo nisikuongopee msikilizaji. Yaani ni ukweli wa Mungu ndani ya moyo wangu. Ni kweli sikuhitaji pesa ya Teddy kwa sababu nilijua imepatikana kwa malaya. So nijisikia hatia moyoni. Mwanamke wangu amejitoa kile cha kwake kwa ajili ya kuokoa jahazi. Nimekataa. Alipolia na kusema maneno ambayo ameyasema, nijisi hatia sana. Hata mimi mwenyewe nijikuta naumia sana. Niliinuka pale taratibu na kumfuata chumbani. Nilikuta Teddy amepiga magoti katikati ya chumba chetu, analia kwa uchungu sana. Hapa ndio niliamini kweli pesa isipokuwepo kuna viugomvi ndani vinainuka, hata unakuwa uelewi nini cha kufanya. Ni mambo ya kuumiza yani. Mnapendana na mwenzako ila pesa inawafanya mnagombana tu. Nadhani leo mwenyewe alifahamu. Wewe mwenyewe usipo kwenye mahusiano unaona. Yaani pesa isipokuwepo ni kuna viugomvi vya kipumbavu sana vinatokea. Paka tara yenyewe mapenzi ni kama inapungua fulani hivi. Huyu akisema hili, wewe ukijibu hivi, anahisi kwa sababu sina pesa ndio maana basi. Yaani kwa hiyo hapo ni minuno tu kwa kwenda mbele na vitu kama hivyo. So siku hii moyoni ilikuwa nasema ya kwamba Mungu, tujalie wanaume wote tunaopambana tupate pesa. Tusaidie sana Mungu. Basi nilienda kukaa karibu yake na kusema kwamba Teddy, nimekosa sana. Ninakiri kosa langu. Natakiwa kukuthamini, kujali mchango wako. Wewe ni mwanamke mwenye upendo sana. Najua unanisaidia. Tafadhali usinichokie mpenzi. Nimekosa sana. Sijafanya kukuudhi. Nimekuhurumia tu. Najua baada ya hapa maisha yetu yatakuwa magumu na mimi sitaki maisha yetu yawe magumu au wewe ukose mahitaji yako muhimu. Ndio maana nitaka hiyo pesa yako ikusaidia mahitaji yako. Mimi sikujua nitakuumiza. Kwa hiyo mpenzi, mimi nakubalia. Nisaidie vyote utakavyo. Tusaidiane ili tufikie ndoto yetu. Nakuomba sana Teddy wangu mama. Usinisamehe. Teddy alikaa chini na kunyamaza tu. Swali la kwanza aliniuliza kwamba unataka kufanya biashara gani? Kikweli Teddy, mimi sijui kuhusu biashara, sijui kabisa. Unajua nimezoea kuajiriwa na kufanya kazi hivyo. So sijawahi kufanya kazi za kujiajiri. Sijui lolote kuhusu biashara na ndio maana unaona nachanganyikiwa. Sijui nifanyeje biashara, yani sijui hata nifanye biashara gani ambayo itatufaa mimi na wewe. Itatufaa na watoto wetu. Kila nikiwaza nachanganyikiwa. Yani sijui hata mtaji ni kitu gani na faida ni nini. Naona kufirisika kabisa Teddy. Hivi unaona nitaweza kweli? Haya ndio madhara ya watu walioajiriwa mpenzi. Nisamehe kwa kusema hivi, ila watu walioajiriwa wanasahau sana. Yani hawawezi nje ya boksi. Wanaishi kwa mshahara, malupulupu na janja, yani janja tombo zinafanyika kazini basi. Kufanya kazi nje hapo inakuwa ni ngumu sana. Tena bora wewe ulikuwa unatunza hata vya akiba na una maisha nini anaeleweka. Wengine upoteza kazi, hawana hata maisha ya kueleweka, hata gari ya kuuza tu hawana. Maisha yao yamejaa mikopo na aibu. Kwa mimi nakupongeza, ila na imani maisha yamekufundisha sasa. Mimi nakushauri mume wangu, sitasema ukipata kazi ya maana uiache, ila nataka kusema hivi, endelea kuomba kazi.
bila hata kuchoka, huku tukitafuta jambo la kufanya. Mimi sipendi tuuze gari, maana roho ya kuuza vitu ikiingia hukaribisha umaskini. Hatutauza kingine zaidi ya gari, na hii ni kwa sababu hatuna namna. Wanasema kilicho chako ndio kinakusaidia. Na kuhakikishia hatuwezi kushindwa kabisa baba. Muhimu tu usikate kazi, maana sijata nisemeje, omba ajira na tutafute biashara ambayo tutaiendeleza maisha yetu yote. Mume wangu, utakuwa mfanya biashara, utaweza na utafanya. Nilimtazama Teddy na kusema nikiwa na mshangao sasa hapo ya kwamba hakika mwanamke huyu ana akili sana. Yaani ana upeo wa ajabu sana. Sikuanza Teddy anaweza kunipa nguvu namna hii. Nilikuwa na hofu ya kuachwa na kupigwa tukio kipindi hiki sina kitu. Lakini badala yake yeye ndio ananipa nguvu. Tena na akili mno. Ni wanawake wachache sana ambao wana play part yao pale ambapo mwanaume anakuwa yupo down. Badala ya kumuona ni takataka ya kumuona ni bata, nguruwe tu, basi awe naye kumpa mawazo na ushauri. Mwanaume anaweza sana. Kikubwa tu anahitaji support na kupewa moyo. Kwa hiyo nilisema kwamba Teddy, hivi unajulia wapi mambo mazuri namna hii? Nimekusamea mume wangu, tusigombane tena kwa sababu hatuna pesa. Kwa sasa tupumzike kidogo kwanza. Wewe jilaze, mimi naenda kukuandalia chochote kitu. Unaumwa lakini si ndio? Sasa wote tukiumwa inakuaje? Mimi nilikuwa naumwa kukumisi na sasa upo hapa nimepona eti. Basi alitoka chumbani, nibaki chumbani nawaza sana. Teddy ana akili sana. Teddy ni mwanamke ana upeo mkubwa mno. Nijikuta na mshangaa Mungu aliyenikutanisha na huyu mwanamke. Nilimfurahia sana na moyoni nilijiwekea ahadi kuwa nikipona tu nitampeleka akaone eneo ambalo nimemnunulia kwa ajili yetu. Yaani nimenunua kwa ajili yetu. Mwanamke huyu anafaa sana. Kwanza yani sasa nisemeje ili uweze kunielewa. Yaani yeye muda wote anasema tutafanyaje. Hana ile utafanyaje. Anatumia kauli ya tuta, not uta. So nizidisha kumpenda. Yaani kuna vitu vidogo ambavyo yani akifanya nizidi kumpenda. Ni faraja yangu tosha. Ni ukweli nilikuwa najisikia vibaya sana, sina kazi sijui cha kufanya, ila kwa ajili ya Teddy tayari nilijiona mshindi. Ujasiri ulinijaa hasa, sauti yake ikijirudia kwamba mume wangu utakuwa mfanya biashara mkubwa, utaweza na utafanya. Nitabasamu tu huku na mshangaa Mungu. Ilifika jioni, Teddy alinihudumia tena kwa kunipaka dawa vizuri sana, tena kwa umakini wa hali ya juu, huku akiniambia kwamba pole baba, utapona. Unajua ndugu mheshimiwa angeniua aisee. Kwanza yule sio mtu mzuri yule. Teddy alinitazama na kwanza kucheka akasema mjinga sana we. Basi tulicheka, mara mlango wa sebuleni ulisikika kuna mtu anabisha hodi. Ilibidi Teddy aende kufungua. Wakati mimi nangangana sana kuvaa kaptula ili nitoke kwa maana najua wageni wengi hawajuani na mke wangu. Nilisikia Teddy akisema kwamba mama karibu sana baba. Mama naye akajibu naona ushapona kabisa wakati ulikuwa hoi. Teddy alikuwa anacheka tu. Hata mimi pia nilitoka nikicheka na kusema kwamba alikuwa haumi huyo bwana, ana madeko sana. Nilifanya babangu na mamangu wacheke sana. Niliwakaribisha kwa uzuri tu na kisha waliketi. Teddy wangu alienda kuandalia chochote kitu kwa ajili yao. Ilikuwa inafurahisha sana. Basi walifurahi sana wazazi. Walikaa sebuleni na kumuuliza Teddy hali yake. Teddy alikuwa anajibu kuwa amepona kabisa. Na hili ilimfanya baba nitazame na kucheka sana. Sisi wote tulicheka na tulifurahi. Baada ya muda kupita, mama yangu aliuliza kwamba mwanangu, nini kinaendelea katika maisha yako? Mbona mambo haya yamekuwa ghafla sana Hajawahi kutokea. Wazazi wako kusema kweli tuna hofu mno. Tunatamani kujua ili tujue nini kinaendelea katika maisha yako. Tujue namna kukulinda kijana wetu. Baba alinitazama na kusema kwamba mama yako yupo sahihi, ni vyema kama tukijua. Hii itatusaidia sana mwanangu. Tuambie ni kitu gani kinaendelea. Basi nilivuta pumzi, niliona Teddy akiwa na wasiwasi akinitazama. Nilivuta pumzi na kisha nilidanganya wazazi wangu. Baba na mama, najua mna wasiwasi sana juu yangu. Na ni haki yenu kuwa na wasiwasi namna hiyo. Sio swala kubwa sana. Tatizo ni kuwa katika mambo yetu ya kibiashara kuna pesa watu nilichukua na nikachelewa kulipa. Na tukawa hatuelewani kabisa. Sasa ndio akafanya walichokifanya. Baada ya kumalizana nao ndio wakaniachia. Yaani kusema kweli mambo yamekuwa magumu sana, ila nashukuru Mungu nimelipa. Mamangu alinitazama
tena kwa muda. Alisikitika na kusema kwamba ulianzaje kufanya kazi na watu wahuni namna hii mwanangu? Si ungetushirikisha hata sisi tujue tunafanya nini jamani? Kwa nini ukaamua tu kukaa kimya? Na haya na vipi wangekuua? Wangeharibu maisha yako je? Unafikiri ningefanya nini mimi jamani? Baba yako unafikiri angekuwa na hali gani jamani? Mama, naomba nisamehe sana. Maana hata hivyo maisha yangu yameharibika. Mama, watu hao wamesababisha sina kazi sasa, ila nitapambana nipate tu nyingine. Mungu wangu. Sasa mwanangu utaishi vipi jamani? Usihofu mama. Kila jambo litakuwa sawa. Nitatafuta kitu cha kufanya na kila kitu kitaenda sawa. Ndio maana mimi nilitaka twende polisi jamani. Ili swala liende kwa haki. Sasa huna kazi, utaishi vipi kijana wangu? Pole sana mwanangu, unajua wanaume tunapitia mambo mengi sana. Naamini utafanikiwa tu kijana wangu. Muhimu uzima tu, na sisi wazazi wako ingali tu hai tupo tayari kukusaidia. Endapo utahitaji msaada wote, sisi tupo tayari kusaidia. Baba na mama, kiukweli msio na hofu kabisa. Ninyi mmefanya kwa sehemu yenu na sasa ni muda wa mimi kupambana kama mwanaume. Nitapambana baba, nikihitaji msaada nitakuja kwenu. Kwa hiyo ondoeni shaka kabisa. Haya, poleni sana wanangu, poleni mno. Sisi wazazi wenu tupo na ninyi. Msiteseke na tupo hai. Mkihitaji kitu mama nipo. Adam, ukihitaji kitu baba yako yupo. Mpigie tu, atakuwa hapa kwa ajili yenu. Basi Teddy naye alimtazama mama. Kwa sauti yake upole akasema, tunashukuru sana mama, Mungu awabariki. Mimi na mwenzangu tumeongea kuhusu hili na tuna imani Mungu atatusaidia. Au mrudi nyumbani tukae wote jamani. Baada ya mama kusema hivyo, baba alimtazama mama na kujikuta wakicheka tu. Yaani wewe baba Adam bwana, mbona unadekeza sana watoto wako bwana? Acha upambane waone namna ya kuvuka pamoja wakati huu bwana. Wakati huu ndio wakati wa kuimarisha mahusiano yao bwana. Tuombe tu. Baba Adam, mimi sio kama nadekeza, ila naogopa sana wakiwa hapa. Haya vipi kama majambazi wakirudi wawasombe wote? Mnafikiri mimi nitakuwa na hali gani jamani? Basi baada ya mama kuongea hivyo tukacheka tu. Moyoni tulijua ni hofu tu ya mzazi. Hatukuwa na namna zaidi ya kumfanya mama awe na amani. Teddy ingawa alikuwa ametoka hospitali mchovu, ila hakuacha kuandaa chakula kwa ajili ya familia. Pamoja tulikula, pamoja tulifurahi, na baada ya chakula wazazi wangu waliaga na kuondoka. Teddy aliniambia kwamba umedanganya bibi, si ndio? Sasa unafikiri mimi ningesema nini? Najua umefanya hivyo kwa ajili yangu. Nitakufanya muongo hata lini jamani kwa ajili ya kulinda heshima yangu? Kama ni kwa ajili ya kuficha madhaifu yako na kulinda heshima yako kwa watu wanaokuamini, nitadanganya tena na tena ili tu wewe Teddy wangu uwe salama. Huu sio uongo mbaya, ni uongo mzuri kwetu. Bwana, uongo ni uongo tu, uongo ni dhambi. Mimi najisikia vibaya sana. Basi Teddy alinikumbatia. Nilimkumbatia na kunusa nywele zake. Nilikuwa napenda harufu yake. Sijui alikuwa anapaka nini na kufanya ananukia vizuri vile. Sasa baada ya siku 2 kupita, babangu alinipigia simu. Nilimwambia mke wangu kwamba baba amenipigia simu, inabidi niende. Teddy akaniambia kwamba sasa kipenzi, mimi utanikuta naendelea kufanya usafi hapa. Basi nitabasamu tu nikajiandaa, na hata hivyo nilikuwa naendelea vizuri tu wakati huo. Nikabeba na kadi ya baba yangu na niliondoka. Nilifika nyumbani, wakati natoka nijaribu sana kumpigia simu Hilary, ila sikuwa nampata kabisa. Niliendelea na safari hata nikafika nyumbani. Nilikutana na baba yangu na aliniambia mama ameenda kanisani, ndio maana yeye amepata muda wa kuniita. So nilifurahi sana kupata muda na baba yangu na nikampatia kadi yake. Baba alitabasamu na kuniuliza kwamba una pesa yoyote, lakini nilijibu kidogo, baba la usijali. Mwanangu, mimi nimekuita hapa, kuna jambo moja halipo sawa na najua wewe ndio utakayeniambia ukweli. Mimi ni mwanamume mwenzako, tafadhali niambie ukweli, ni jambo gani lilikutokea? Ukinificha mimi utakuwa umekosea sana kijana wangu. Uso wako unaonyesha wazi kuwa haupo sawa. Kuna mahali kuna tatizo, Sijataka mama yako ajue, maana namjua yule anakuaga na shauku sana. Haya ni kati ya mwanamume kwa mwanamume. Ile hadithi yako haina mashiko. Wewe nakufahamu mimi. Nakujua vizuri sana. Pesa kukopa kwa watu, kushindwa kulipa, hapana, sio mambo yako. Wewe niambie tu kweli. Nakuomba sana kijana wangu. Mimi nipo chini ya miguu yako, nakuomba. Msikilizaji, nijisikia vibaya sana. Nilivuta pumzi ndefu haraka na kisha nikatulia kwa muda nikiwaza nifanye nini. Niliamua kupindisha hadithi tena.
Kuna mwanaume anamsumbua sana Teddy. Huyo mwanaume ni mtu na hadhi yake. Basi Teddy alimwambia ukweli kuwa hamtaki na hitaji mahusiano naye. Ndio huyo jamaa alianza kunisumbua na mimi. Ni mtu mkubwa sana, ni mheshimiwa. Hivyo ili kunitisha ndio akafanya aliyoyafanya. Ile mwisho siku alipoona tunapendana sana akashindwa. Alinitumia ujumbe na baba, hivi unajua mtu mwenyewe ni nani? Baba alinitazama kwa hamu ya kutaka kujua. Nami nikamtajia. Baba yangu alisikitika sana. Yaani mheshimiwa huyu alimuona wapi binti yangu bwana? Pole sana bwanangu. Hii kitu inanikumbusha enzi nataka kumwoa mama yako. Familia yake ilitaka aolewe na kijana tajiri kunishinda. Ila upendo wetu ulishinda bwana. Ingawa niliteseka sana. Na sasa naona kwako tena. Pole sana mwanangu. Sasa inakuaje afu kiongozi anafanya ujinga kama huu? Na Teddy maskini alivyompole mtoto wa watu. Sasa mtaishi vipi kijana? Kama unataka pesa sema nikuazime. Hapana baba, naishi kwa namna ya kwa ufupi maisha yote mmenipambania baba, na sasa nataka na mimi nione namna naweza kupambana bila nyie. Nikishindwa nitarudi baba. Mwanangu, kuwa mtu makini, wewe kuwa makini, fanya lolote kumlinda mpenzi wako. Unajua kipindi hiki hakuna pesa ambayo unaweza kaona kama inakutosheleza. Kwa hiyo jitahidi kuzuia hasira na kumkwaza mwenzako. Ni kweli huna kazi, ila sasa usikae sana nyumbani, wala utoka hata katafute dili nje. Hii inazidi kuweka heshima ndani kuliko mshinde wote mnatazamana tu nyumbani. Hii itaibua ugomvi mara kwa mara. Utakosa kujiamini. Na mwili wa mwanaume ambaye hana kazi ndio nyumba ya shetani. Kwa hiyo utaanza mambo ulevi, utaanza wanawake ovyo, unabadilisha wanawake mtandaoni, unaanza kuangalia picha za ngono, unaingiza kichwani vitu ambavyo havina maana. Chochote utakachofanya hakikisha kinakupa nguvu ya kutafuta pesa, sawa mwanangu? Nilimshukuru sana babangu. Na wakati tunazungumza pale simu yangu iliita. Alikuwa ni Lily. Nilichukia kuona simu yake, ila kwa kuwa sasa nilipotea, nilijua wazi ana hofu na mimi. Baba akaniuliza kwamba mbona upokee simu? Basi nikasema ni Lilian. Baba alicheka akasema pokea bwana, mimi utanikuta ndani, ila hakikisha haumkwadhi Tedesta. Basi kikweli sikupokea ile simu. Niliacha tu iite na kukata. Ulipita muda sana, ujumbe ukaingia. Uliandikwa ya kwamba Adam, najua hunipendi kabisa. Hata mimi najua hilo. Ila naomba usinichukie. Naheshimu sana mahusiano yako na Teddy. Naomba tuwe marafiki tu na sitakuharibia kitu. Tafadhali. Mapenzi yameshindikana, tubakie marafiki. Sitaki kuwa mbali na wewe kwa sababu wewe ni mwanaume unayejitambua. Nahitaji sana ushauri wako na msaada wako katika kila kazi yangu. Basi nijikuta na Sonya tu na kufuta ujumbe nikisema ya kwamba nilitaka nishangae jini mkatakamba sitie neno. Basi muda ulienda sana. Nikaagana na baba nikarudi nyumbani nikiwa na furaha sana. Nilimwambia Teddy ajiandae tutoke, na ndio siku nilimpeleka Teddy niliponunua eneo. Teddy alipofika aliniuliza kwamba hapa ni wapi tena baby? Nikasema nikimtazama kwamba unakumbuka ile siku ulisema nyumba ni bora nilifanya maamuzi sahihi. Hapa ndio tukipata pesa tutajenga nyumba yetu, unapaonaje? Alinitazama na kunirukia akisema kwamba wow jamani Adam, ni pakubwa pazuri na ni mjini kabisa. Afu mbona ukuniambia ulifanya lini? Nikanacheka tu akasema kwamba ni una siri wewe. Nilishirikiana na baba na nilisema sitasema mpaka nikulete. Ndio mambo akawa yameingiliana. Ila ni wewe umefanya niweze kufanya haya yote. Kwenye dunia hii Teddy kuna tuzo nyingi sana. Ila niamini mimi, wewe mwanamke ni tuzo yangu ya ushindi. Unanipa baraka sana. Sijawahi fikiria nitamiliki ardhi na sasa ni yetu sote. Umesema tuzo. Ndio Adam, wewe mwanaume wangu ni tuzo yangu ya maisha yangu. Nakupenda sana. Wewe naye pia ni tuzo yangu baba. Basi tulicheka na kuanza kutembea huko na kule kwenye hili eneo tukiwa na furaha sana. Ni kama vile hatakuwa na mawazo hata kidogo. Ila hapana, nilikuwa nawaza sana kuhusu kazi. Siku zilipita, maisha bila kazi, asikwambie mtu msikilizaji, asikwambie mtu. Unajua kuna muda hata nauli tu unakoswa kuna muda mwenyewe mafuta ya gari yani sina. Yani maisha yanachapa. Ila wakati huo wote Teddy alikuwa pembeni yangu. Na kwa pamoja tuliomba na kuomba. Usiku tuliomba, tuliamka usiku tuliomba sana. Alikuwa bega kwa bega na mimi. Basi Teddy aliniambia kwamba usijali mume wangu, tutapata tu mteja wa gari. Ni sawa unaomba kazi, unauza vitu, ila yote yatatimia siku moja. Endelea kuwa na subira, ni swala la muda tu.
Nilimtazama na kisha nimwambia kwa upole kwamba light kama nyuso zetu zingekuwa zinazungumza kile kilichopo ndani yetu, basi tungekimbiana na kutotazamana usoni kwa kuoneana haya ama kuogopana. Maisha na mambo mengi sana, na usijisikie vibaya kwa kovu la maisha yako. Vitu vya kale ulivyoipitia ama kukuumiza, tazama ulivyo wa thamani sasa. Hayo yote yamepita na kufanya kama darasa la wewe kujifunza na kuwa bora na wa thamani kama ulivyo sasa. Tambua thamani yako, wala usirudishwe nyuma na kovu ambalo si kidonda. Lishakuwa kovu. Kidonda kilishapita na utajivunia uthamani na ubora wako. Mimi napenda utambue kuwa wewe ndio umefanya nijue thamani ya kuwa mwanaume. Napambana sana kuliko mwanzo. Wewe ndio sababu sasa najua thamani ya pesa. Nakupenda sana Teddy wangu. Halafu hivi umegundua ya kwamba Hillary siku hizi hapatikani Muongea vyema mume wangu. Unajua Hillary sijamuona muda, ila sijafuatilia, si unajua tena mambo mengi. Vipi kwake umeenda? Hapana, mambo mengi, ila itabidi tufanye tu kitu. Sawa, hakuna tatizo. Msikilizaji, kuna kitu nimejifunza kwenye hiki kipindi. Marafiki hukimbia hata simu. Yaani unajua hata simu hawapokei. Maisha yanakuwa magumu sana. Ndio maana nilimwambia Teddy ya kwamba yana hata sasa hivi tu Hillary mwenyewe ni kama kawa mbali kwa namna fulani hivi. Kwa sasa yani unakuwa ndio unaongelewa sana na watu. Wengi walinitenga sana. Hivyo rafiki yangu mkubwa wakati huu alikuwa ni mke wangu pekee. Teddy wangu ndio rafiki yangu mkubwa sana tu. Hata nilipojitenga nikiumia, gari hayuziki na inavyokaa inaharibika tu, roho inauma sana. Natamani kupasuka roho. Tuzo yangu huyu Teddy ndiye alikuwa faraja. Tunalia, tunacheka, tunanuna bila sababu yoyote. Na upendo uliendelea kuwepo. Wazazi wangu mara nyingi waliniita wakiniuliza kama nahitaji msaada, lakini niligoma. Adam sio Adam tena. Sivai suti siku hizi, napanda daladala, hata nguvu ya kupendeza sina. Nipo tu, pesa tunataka tufanye biashara nayo imebaki kidogo. Sasa nilikuwa na woga Teddy asije kunikimbia. Kila nikiwaza nawaza Teddy akiniacha nitakuaje? Siku moja nakumbuka sana tu, nimeamka asubuhi bwana Teddy kitandani hayupo. Nilianza kumuita pale, kila mahali ya kuwepo, ilibidi sasa kwa woga nipige simu. Teddy wangu alipokea simu, alinisalimia na kusema kwamba samahani mume wangu, niliogopa kuamsha kwa sababu ulikuwa umelala, narudi muda si mrefu baba. Nikamuuliza uko wapi? Teddy akaniambia nakuja mume wangu, tutaongea. Basi nikata simu kwa hasira sana. Nilikaa sebuleni nikiwa nimevimba sana. Na baada ya masaa mawili hivi Teddy alirudi. Alipoingia tu kwa hasira niliuliza kwamba umetoka wapi? Mwangu punguza hivyo. Sijatoka sehemu mbaya. Ni hivi, nimetoka kukutana na mzee fulani hivi kuzungumza naye kuhusu gari na mambo ya biashara ambayo tunaweza kufanya. Na nimekuja na habari njema baba. Kwani unahamia kusikia? Yaani wewe nilijua tu. Hivi unaniona mimi ni mtoto mdogo Nilijua lazima utakumbuka wazee wako. Teddy, wewe ni malaya na huwezi kuvumilia shida. Si unaona sasa? Yaani shida kidogo tu unarudi kwenye ukahaba. Hivi wanawake mpoje? Ulijitia kubadilika hapa ukajitia muombaji, kumbe huna lolote Teddy. Wewe ni malaya sana. Yaani unaniacha mume wako kitandani unaenda kwa wazee wako. Haya niambie, amekupa shilingi ngapi? Niambie Teddy, umepewa shilingi ngapi? Malaya mkubwa, umepewa shilingi ngapi? Adam naniita mimi malaya. Najua sasa mimi ni malaya, ila kwa ajili yako niliacha. Najua ni kahaba, ila nilifuta yote. Ni wewe ulisema mimi ni tuzo yako, baraka, mafanikio, furaha na nyota yako. Leo hii umesahau yote Adam. Ni sawa mimi ni malaya, ila sijawahi kuanza kukusaliti hata mara moja. Pengine unafikiri kila anayefanya umalaya ni kwa sababu ya pesa. Mimi pesa kwangu hazina thamani. Nishajua wewe ni kati ya wale wanaume ambao wanawake hawasemi historia za nyuma kwao kwa sababu badala ya kutibu mnageuza tusi. Sawa, nitukane tu Adam. Mimi ni malaya tukana, ila kumbuka mimi sijawahi kukusaliti hata kwa kutamani, sijawahi. Mimi nakupenda kwa hali zote, nahangaika kwa ajili yetu, na sio kila mwanaume karibu yangu basi ni mnunua wanawake. Jiheshimu basi. Jiheshimu sana Adam. Na nakushukuru sana, asante. Asante. Teddy alitoka mbio pale mlangoni na kuniacha. Nalia. Nimefanya nini sasa? Kwa nini nimemuita Teddy wangu malaya? Nilitoka nikaanza kumuita Teddy, nikamuomba asiondoke. Teddy mpaka nje ya gate alipanda bajaji na kuniacha nikilia kwa ujinga wangu. I say, wanaume tutafute pesa. Wanaume tutafute pesa tuondoe hizi hasira kwa watu tunawapenda. Naona aibu, sijui nitamtazama vipi Teddy nikimuona tena. Kisirani cha kukosa pesa kimeanza jamani. So
Niliinuka huku sasa mikono yangu nimejitisha kichwani. Nijikuta naongea peke yangu nikasema ya kwamba nafanya nini sasa? Kwa nini nimemtamkia maneno kama yale? Kwa nini singemsikiliza? See. Basi nirudi ndani. Baada ya kurudi ndani tu nilichukua simu na kupiga. Kwa mara ya kwanza simu yangu iliita na haikupokelewa. Na najua kabisa simu anayo yeye. Inauma sana, yani unampigia mwenza wako simu na apokee kwa sababu hajisikii vizuri kwa ajili yako. Nijikuta tu naongea peke yangu na sasa naona kuzungumza mwenyewe ni tabia mpya imeibuka. Nikaanza kusema pokea simu basi kipenzi, pokea simu mama, pokea, nitakufa mimi. Nilikuwa nikiyasema hayo huku sasa naendelea kupiga ile simu namba ya mke wangu. Haikuwa inapatikana kabisa. Nilikuwa naumia mno kupita kiasi. Nilikumbuka hata maneno ya baba yangu. Baba alikuwa ananikanya kuhusu hasira. Na mambo kama haya nilishaelezea hapo nyuma. Baba aliniambia kuwa mwanaume akiwa amekaa tu ndio vitu kama hivi huibuka. Na naona sasa nimekuwa mtu wa hasira sana kwa mwanamke wangu Teddy, ambaye kwa hali halisi mahali nimemtoa na alipo sasa ni wazi kabisa Teddy amebadilika kwa ajili yangu. Anzia tabia, kuja mavazi, kuna mazungumzo na upendo wake kwangu ni mkubwa sana. Na tena tangu niwe naye ndani ya nyumba, unajua ni kuna raha fulani hivi ambayo ananipatia kusema kweli. Si utani, nafurahia sana maisha. Sana tu. Kwa nini nilijiona mimi ni mjinga, nilijiona mimi ni mpumbavu. Sina maana kabisa. Ni mbinafsi. Nilipiga simu yake ya kupatikana. Kila simu yake ambayo inakuwa haipatikani ndio kabisa naona nimeachika kabisa. Na vile sasa akili yangu imeganda kuwa Tedesta amezoea maisha ya raha, maisha ya kujitanua, apate atakacho, avae atakacho, aende apendapo. Basi mimi naye nikajua kabisa Teddy itakuwa ameenda kule ambako tulikuwa tunakutana. Nilikuwa tena sina hata pesa mafuta. Ilinibidi niungeunge daladala mpaka nifike. Nilifika mpaka pale hoteli. Kwa ilivyo bahati nzuri nikutana yule kaka ambaye ndiye alinipa namba mara ya kwanza. Hakuweza kunitambua kwa haraka kwa namna nimebadilika. Nilimsalimia na kisha nikamwambia kwamba samahani, sidhani kama unanikumbuka. Ninamuulizia Teddy, mimi ni yule kaka uliyenipatia namba Tedesta na naona ni muda sasa umepita. Huyo kaka alivuta kumbukumbu akasema kwamba kaka, sasa nimekumbuka sana bwana. Kikweli Teddy hapa ana muda mrefu sana hajawahi kukanyaga. Yaani hata tumemsahau kabisa. Ila kuna rafiki yake hapa, leo umekuwa na bahati. Yule pale hivi, nenda kazungumza naye, pengine anajua alipo. Nikasema sawa, nashukuru sana. Msikilizaji, kwa kweli ndani ya moyo wangu nijisikia vibaya sana. Nijisikia kuumia. Hivi unajua mpaka mtu anakuuliza kwamba vipi upo sawa? Ina maana yani una muonekano fulani hivi ambao ni mbaya sana. Kwa sababu huyu jamaa baada ya kunielekeza ananiuliza kwamba vipi ni kama haupo sawa kaka, vipi kuna shida, upo sawa kweli? Kwa mimi nijisikia vibaya sana yani. Nilienda mpaka kwenye hiyo meza ambayo ndio nilikuwa nimeelekezwa sasa. Nilipofika nisalimia na kukaa. Huyu dada alinitazama kusema kwamba kaka, kuna mtu namsubiri hapa. Najua, lakini naomba dakika chache tu, nataka kuzungumza na wewe. Tunafahamiana ama? Sifahamu, ila mimi nakufahamu. Nimewahi kukuona na Teddy. Adam, si ndio? Basi alivyosema hivyo dada nikatikia haraka. Kisha alinitazama kwa muda na kuangua kicheko. Nijisikia vibaya sana. Alicheka, aliporidhika ndo akaniambia kwamba karibu ukae. Nivuta pumzi tu maana vile nina hasira, nilikuwa naomba Mungu nisimpige ngumi. Nilikaa na kisha nisema kwamba yani yeye ndo alisema kwamba nini kimetokea wewe sio hakuwa hivi, kuna shida kwani? Leo nimegombana na Teddy, ameondoka nyumbani na sijui alipo. Kama unajua lolote naomba nisaidie. Huyu dada yani ana ile tabia, anakutazama ndio anacheka, ana kiburi sana kwa muonekano tu. Hivyo alinitazama na kucheka. Kugombana tu ndio ukasahau kuchana nywele. Ukavaa na sendo tofauti. Kweli uchawi upo. Sikia nikwambie kitu, Teddy hajanitafuta mimi na wewe ndio sababu. Mimi na Teddy tulikuwa kama ndugu wa kuzaliwa tumbo moja. Na sio mimi tu, kila mtu alimtegemea Teddy kwa maisha yetu. Teddy ana nyota ndugu yangu. Teddy anashika pesa. Sasa hivi unafanya tunaishi maisha magumu kwa sababu umemtoa Teddy kwetu. Tunakuchukia sana we kaka. Yaani tunakuchukia kwa sababu umemchukua Teddy wetu kutoka kwetu. Tunawaambia mgombane hivyo tu. Yaani tena mgombane hivyo. Walau kwa mara ya kwanza Mungu anajibu maombi yetu. Na asirudi kwako, aje kwetu sisi ndugu zake. Wewe Teddy mwezi wewe. Teddy matawi ya juu wewe. Watu mashuhuri unaowajua wewe kwa Teddy hawaingii. Teddy ni Teddy. Teddy ni Tedesta kweli ndugu yangu.
Wewe hata pesa tu ya kunyoa ndevu tu huna. Utaezana na Teddy wewe? Kwanza unajua Teddy maisha yake wewe, Teddy wakishua yule, ndevu huwezi. Ile ngozi ya kama tu ndevu huwezi kuzirekebisha hivyo. Ile ngozi ya Tedesta kuhudumia utaweza wewe? Bwana shemeji nakuuliza, utaweza kama tu ndevu zako umeshindwa kuzihudumia? Mwache Teddy aje kwetu bwana. Na tena ngoja nikwambie kitu. Yaani Teddy akishakuja kwenye maisha yetu, kumwachia hatutaweza kumwachia Tedesta wetu. Yeye pekee ndo alitufanya tuishi kifahari. Na sasa unamkalisha ndani eti mke. Teddy, mke? Unachekesha. Nenda Tedesta. Nenda na usirudi tena kwake. Njoo nyumbani utatukuta ndugu zako wakufa na kuzikana. Achana na huyu. Sijata nimuiteje. Huyu mdada aliongea kwa nyodo aisee. Nijikuta najuta kwa nini nilienda pale. Maana aliniambia maneno ya shombo. Unajua afu huyu mwanamke ni anaongea, yani umekaa lakini anakupandisha na kukushusha. Sikutaka hata kusema neno kwa maana siku hizi nina hasira zangu za kukosa pesa. Asiye mtu ambaye hana pesa ni ana hasira. Kwa hasira macho akiwa kama yameiva hivi, niliinuka. Akanishika mkono. Adam shemeji yangu. Wewe na Tedesta hamuendani na hamwezi kuendana. Umbali wenu ninyi ni kama mbingu na ardhi. Teddy ni matawi ya juu, mtoto akishua yule, maisha yake na wanaume aliowahi kuwa nao, yani huwaingilia hata punje. Yeye ni kahaba VVIP. Very 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 important person. Kahaba classic. Humwezi, usiharibu maisha yake, mwache awe huru bwana. Aise kwa hasira nilitoa mkono wake, nilitazama huku na kule nikiwa na hasira sana, macho yangu yalikuwa mekundu, yani unajua nilikuwa natetemeka kwa hasira. Nikasema kamwe, ninarudia tena kamwe, usije kuthubutu kumuita mwanamke wangu malaya. Nitakupasua. Nitakupiga vibaya wewe. Achana na Tedesta. Kambali naye. Basi niliona akiingia hofu, nami nilitoka pale kwa hasira mpaka nataka kulia. Yani nilitembea umbali kiasi mpaka kufika kituo cha daladala. Nilichukua usafiri tena nikiwa sasa nina maumivu moyoni. Nikiwa kwa daladala nilitazama tu pembeni watu wasione machozi yanavonitoka. Yani roho yangu ilikuwa inaniuma mno. Sijui Teddy alipo. Nafuta machozi, napiga simu tena hapatikani. Natuma ujumbe nikaandika kwamba nisamee baby, washa simu na kuomba. Uko wapi Tedesta nini? Aise. Ilikuwa ni mbaya sana. Safari za mji huu sasa, muda nao ulizidi kukimbia. Nilifika Sinza kwa kuchelewa sana. Ila kwa bahati nzuri nilipogonga nilifunguliwa na dada mmoja hivi. Alionekana kama anaumwa kwa siku ile, maana alionekana kujivuta sana kuzungumza na uso uliojaa uchovu. Nilisema kwamba samahani, ni kama nimekusumbua. Akaniambia kwa pole kwamba bila samahani, karibu, na shida gani kaka? Nitazamana naye na kusema kwamba namtafuta Teddy, amekuja hapa leo. Akashangaa akisema Tedesta? Tedesta wangu sijamuona muda. Tangu pale alipopata mwanaume hajafika hapa kabisa. Kwani wewe ndio Adam? Ndo mimi ndo Adam. Utamweza kweli Tedesta kweli wewe? Sasa kwani unasema hivyo? Mbona siku zote tumeishi tu? Ngoja nikwambie kaka, Tedesta hapendi shida kakaangu. Na maisha yake ni ghali sana. Yaani anatumia vitu vizuri. Nafikiri unajua hilo kwa sababu ulimkuta navyo. Yeye anatoka na wanaume wa hadhi. Magari ambayo yalikuwa yanamfuata yeye hayakuwa ya kawaida. Sasa nawaza kaacha vyote kwa ajili yako. Sidhani. Labda hebu nenda kamcheki nyumbani kwake. Huku yeye huja kwa sababu ndio familia yake tupo huku. Ila ana sehemu yake maalum ambayo ndio hupenda kukaa mwenyewe au akiwa na mambo yake binafsi. Msikilizaji, nishangaa. Nyumbani kwake? Yaani Tedesta nayo nyumba? Sasa libidi nimuulize huyo mdada kwamba ina maana Teddy ana nyumba? Ndiyo, Tedesta nayo nyumba na ana gari pia. Na shangaa sijamewezaje kuacha vyote kwa ajili yako. Sijamewezaje? Au ninyi ndio wanaume wachawi jamani Sisi hapa wote tunamuonea wivu Tedesta kwa sababu mwenzetu ana kila kitu. Yaani ana kila kitu anachotaka kwenye maisha yake. Alikuwa anakutana na watu sahihi, kapata vitu sahihi. Sasa nikikuangalia wewe kwa kweli ni mtihani kwa Tedesta. Nilichoka sana, nilishangaa sana. Na Teddy hajawahi kuniambia. Na najua kwa nini hakuwahi kuniambia, kwa sababu mimi kila kitu namlaumu.
kwamba kakipata kwa njia mbaya. Pia najua ni kwa sababu alinikuta na maisha yangu na sasa naelewa kwa nini alinsisitiza kuwa na mji wangu. Teddy ana akili sana. Ile sasa angeniambia tu, au mimi ningejisikia vibaya kama ningejua. Sasa kwa nini hajaniambia kitu Tedesta? Basi mwanaume nilifunga safari mpaka Mikocheni. Nilifika mpaka maeneo niliyoelekezwa, nikauliza kulingana na maelekezo mpaka nikafika kwa ile nyumba. Inavyoonekana kwa nje tu. Sikutaka kuamini kuwa ile nyumba ni nyumba ya Tedesta. Oya, kwanza nilikuwa nje ya gate. Nagonga na shangaa, yani najiona mimi ndio nina maisha, kumbe Teddy kajishusha. Unajua kajishusha kwangu Gate ilifunguliwa na Masai. Nilimsalimia pale na kisha nikasema kwamba samahani sana na muulizia Tedesta. Sasa Masai nitazama kusema Tedesta, madam hayuko kuja hapa. Ni siku mingi madam hajafika hapa. Yeye piga simu nipa maelekezo tu basi mimi sijamuona. Sio tena Masai anavyoongea basi ongeaji wake. Sasa nikamuuliza kwamba ina maana hapa ni nyumbani kwa Tedesta ama? Masai ananiambia ndio hapa ni kwake. Kwani iko tatizo msee? Nilimtazama. Nguvu ziliniisha. Yaani huyu sasa ni mtu wa pili ananiambia kuhusu nyumbani kwa Teddy. Na huyu ni mlinzi ananithibitishia kwamba hapa ni nyumbani kwa Teddy. Unajua nguvu ziliisha nikabaki na tabasamu tu. Unajua kuna vitu vingine ukishavijua badala ya kukasirika, unajua unabaki unacheka tu. Yaani unacheka ni kwamba unajidharau wewe. Nikasema haiko shida, nitaka tu kujua tu bwana Masai. Sasa nani anafanya usafi hapa kama yeye mwenyewe hafiki hapa? Nani anasafisha? Masai alinitazama akasema msee mbona yuko na maswali bwana msee? Madam hayupo hapendi kabisa zungumzia kama yeye haiko hapa. Mtafuta azungumze naye bwana. Nimtazama nikasema kwamba anaweza kuingia kidogo. Akanambia hapana, madam yuko ndani njoo siku nyingine. Hapo sasa nimesimama getini naona kuna gari pale. Naona nyumba ilivyo safi, yani Tedesta ni wa kisasa kudadadeki. Maisha yake niliyomuona nayo mara ya kwanza ni wazi na hao waheshimiwa. Kama kudanga basi kuna watu wanadanga. Oya, kuna watu wanadanga kwa akili kudadadeki. Tedesta kwenye hili hakuweza, ingawa hakuniambia chochote, ila kwa vitu anamiliki na heshima anayonipatia mimi. Teddy ananipenda kudadadeki. Teddy ni ananipenda. Unajua amejishusha kwangu, amejinyenyekesha kwangu sana tu. Nilishiwa power. Power. Sijata ilikuwaje? Nilikuwa natembea huku nawaza mengi sana kichwani. Nawaza mengi mno. Nilitembea mbali mrefu sana kwa muda mrefu mpaka nyumbani kwa huyu rafiki yangu Hilary. Nilipofika kwa Hilary, ni zile nyumba zipo ndani ya geti. Humo ndani kuna wapangaji watatu wanne fulani hivi, kila mmoja na nyumba yake. So alitoka mpangaji mwingine alinisalimia pale na nikamuitikia. Aliniuliza namhitaji nani? Nami nikamjibu. Niliposema tu ni Hilary, alivuta geti kisha akanitoa nje kabisa na alinitazama usoni akasema ya kwamba sikufahamu ila najua wewe ni ndugu yake. Kwa maana ni muda hatujaona watu wakija kumtazama hapa. Ila Hilary anahitaji msaada. Sijui nini kinaendelea katika maisha yake ila amekuwa mlevi sana. Yani analewa mno. Hali chakula na mke wake ni muda hayupo hapa. Kila mtu anashangaa maana Hilary ni mtu mstaarabu tena ni mwenye hekima na busara sana. Anahitaji msaada. Kama yupo basi ondoka naye. Maana amekuwa kero sana sasa. Hata kazini haendi. Kabadilika sana, yani kuanzia muonekano wake, yani kabadilika kila kitu na mbaya zaidi kuliko. Hilary hazungumzi. Yani akizungumza sana ni salamu tu. Wanaume wa humu ndani kila mmoja kwa nafasi yake kamfuata ila asemi kitu. Anacheka tu na analia tu. Sasa sijui ana kitu gani. Kaka, tuungane tumsaidie mwenzetu. Nilitoa macho nikauliza unasema Hilary kawa mlevi? Mbona hanywi pombe? Yuko wapi? Akaniambia kwa pole, yupo ndani. Ingia ndani utamkuta maana kutoka muda wake bado. Nilimwacha yule dada nje haraka nikakimbia ndani. Nimefika ndani nikakuta apeleweki pachafu sana. Yani vitu vimetupwa. Yani ndani ni pachafu apeleweki. Kikweli unajua nijisikia vibaya sana kuona ndani pana hali kama ile. Hilary alikuwa amekaa tu kwenye kochi ananitazama. Niliita Hilary. Hilary alinitazama na kutabasamu. Machozi yalimtoka. Nikamkimbilia na kumkumbatia. Hilary alilia kilio kama mtoto mdogo. Alilia kilio kile cha kusahau kama yeye ni mwanaume. Na mimi sasa nilivyo na mawazo yangu sasa tukajikuta sasa pamoja yani tunalia. Maana mimi mwenyewe na ya kwangu. Huyu naye ana ya kwake, tukijumlisha anakuwa yetu sote. Wanaume. Basi bwana.
Nikamtazama na kusema kwamba kaka, kuna nini, mbona unakuwa hivi? Niambie tafadhali, shida nini? Kwa nini simu hupatikani nyumbani, sijakuona? Na unajua mwenzako ana matatizo. Kwa nini sasa kaka? Hilal alinitazama tena akilia kwa uchungu. Kaka, naomba relax, sawa? Naomba unisamehe sana kakaangu pia. Pengine ulikuwa unanihitaji sana na mimi sikuwepo kwa ajili yako. Naomba msamaha wako sana katika ile. Kile nilipokuwa sikupati kwa simu nikanajiambia kwamba nitakuja kesho. Kumbe mwenzangu na hali mbaya sana, hata najuta kwa nini sijakutembelea. Afu shemeji yuko wapi? Hilal bado alinitazama tu. Hakuongea chochote, ni machozi yalimtoka tu. Ni amekonda, nywele kichwani hazieleweki, ndevu. Oya, unajua mimi na nafuu. Ni ananuka pombe. Mungu asaidie kwa kweli. Mimi na mawazo yangu, ila unajua yeye hana wako. Yani nijikuta nikimtazama moyo unaniuma. Kaka, utanisamehe kaka, najua mambo ni magumu sana. Ila mimi siwezi kukuacha peke yako hapa. Unaweza kupoteza maisha kaka. Naomba tuondoke mpaka nyumbani kwangu. Utakaa hapo kwa muda mpaka utakapokuwa sawa. Hilal alinitazama kwa mara ya kwanza, ndo akaongea akasema kwamba nyumbani kwako? Hapana kaka, sitaki kuwa mzigo kwako. Mimi nimeisha kaka. Mimi ni wakufa tu. Nitakufa tu. Mimi naona kaburi langu kabisa kaka, wewe niache tu. Siku hata nimemjibu, simu yangu iliita. Alikuwa ni baba. Nitazama na kujiuliza, kuna nini tena siku? Basi nikapokea, na babangu kwa asili alisema kwamba wewe mpumbavu, umemfanya nini binti yangu? Msikilizaji, amani ambayo ilikuja katika moyo wangu sikuwa naweza hata kuelezea. Nijikuta nafumba macho tu, machozi yanashuka. Niliita baba. Wewe, nilikuambia mapema kabisa. Na naona ushakuwa mpumbavu. Unamwonea mtoto wa watu, si ndio? Kama wewe umemchoka, muache akae hapa bana. Ajitokeze mwanaume wa maana tumpe huyu binti. Wewe si ni mpumbavu Mkeo kaja hapa analia sana. Alafu ulivyo huna akili, umekaa tu hata uulizi kama amefika au la. Sio nimekuza mwanaume wa namna gani wewe? Be a gentleman bwana. Njoo mchukue mkeo hapa na uhakikisha anafurahi leo. Pumbavu wewe. Basi baada ya baba kutukana hivyo nini, nikasema baba anakuja sasa hivi. Babangu alikata simu. Nilimtazama Hilal. Kumwacha pale kwa ubinadamu tu, hapana. Hapana kabisa, kwa maana yani anaishi kama sio binadamu tena. Ni kama tu ilimradi tu yani siku iende basi. Nilimwambia kwa pole kwamba rafiki yangu natakiwa kwenda nyumbani, ila kwa ulivo wazazi watashtuka sana. Sijui tunafanyaje, na usitaki kuacha hapa, roho yangu haitaki kabisa. Ile kwa pole akaniambia kwamba wewe nenda tu. Hata mimi najisikia aibu sana kwa nilivyo, yani siwezi kwenda kwa mama na baba. Wewe nenda tu, utanikuta hapa. Nikasema hapana. Hila alisikia, andaa kila kitu chako, andaa vizuri vitu vya maana, nguo zako nini, kisha mimi naita usafiri hapo nje tunaondoka. Alinitazama tu. Hapo nilikuwa na furaha sana. Nilitoka mbio, nilitafuta gari, najua naenda nyumbani, nauli nitaomba tu. Hivyo nikarudi ndani, nikakuta Hilal amekaa tu pale pale. Nilimtazama, nikamchukua na kutoka, nikafunga pale mlango. Nilimshikilia maana alikuwa anapepesuka tu. Tulienda mpaka nje, tukaingia kwa gari, huku jirani zake wakinitazama. Umuhimu wa kutembeleana upo sana msikilizaji, sana. Sana. Wapendwa, tuwe tunatembeleana. Yaani unaweza kuona ni sawa humpati, kumbe mwenzako anateseka sana, anakuhitaji. Sasa tulifika mpaka nyumbani, ila sikutaka wazazi wangu wamuone Hilal katika hali ile. Ilibidi nimwache kwa gari, nikaingia ndani na kumwomba baba nauli. Babangu alinipa pesa, kisha nilimchukua rafiki yangu na kumpeleka sehemu akae. Nilimwomba sana nisubiri. Hilal alinitazama na kuniambia kwamba ina maana uniamini, kama nimekubali kutoka na wewe pale nyumbani kwangu na kuja hapa siwezi kuondoka. Hata hivyo fungua nyumbani ya nyumba yangu nayo wewe. Kwa hiyo mimi nakusubiri kaka. Nitabasamu nikamwambia kwamba najua maana ya mimi kuacha hapa, si ndio kaka? Na leo unafahamu kabisa maana mimi kukuacha hapa. Alinitazama kutabasamu tu. Basi nikarudi ndani, nilipofika nikauliza kwamba mama, Tedesta yuko wapi? Wewe, hiyo ndio salamu? Nikajisikia aibu, nikasalimia na kisha mama alisema, "Kaa hapo." Nilikaa. Hivi wewe, kwa nini unakuwa mkorofi kiasi hiki? Haya sema, kwa nini umemfanya mwenzako alie? Mama, nimekosea sana. Sikutaka hata kumkosea. Nilijikuta tu hata sijui ilikuwaje. Naona aibu sana baba. Naomba mnisamehe sana. Yuko wapi nikamwombe msamaha? Mfuate chumbani.
Basi mama baada ya kuniambia hivyo niliinuka haraka na kukimbilia chumbani. Nilipofika huko nikuta Teddy amekaa kitandani anasoma Bible. Nilipomuona hata nguvu ziliniisha. Aibu naona mimi jamani. Niliinua uso wake. Nilipomuona hivi, yali nikaribisha kwa sauti ya upole kwamba karibu. Teddy, nimekosea. Nakuomba sana. Naomba unisamehe. Ni hasira tu. Kimtokacho mtu kinywani mwake ndicho kilichoushibisha moyo wake. Ina maana siku zote hizi bado unaniona mimi ni kama malaya. Si ni ulisema mimi sijawahi na sio. Sasa imekwaje leo? Mwanaume yote aliye karibu yangu ni mwanaume wangu, si ndio? Sijapenda kabisa. Yaani umevunja moyo wangu wa damu. Haki ya Mungu nakupenda kabisa. Sina hata cha kujitetea ila niamini mimi. Siwazi hivyo mama. Teddy, usinifanye hivi. Usinikimbie. Nimekutafuta sana na simu umenizimia. Utaniua mimi. Ulienda wapi kunitafuta? Aliniuliza kwa kunitazama huku macho yake yakitaka kulia. Nijisikia aibu sana. Si unaona? Yaani bado unahisi mimi ni malaya. Huna imani na mimi. Mtu ukitaka kuaminika lazima uwe mwaminifu. Nimetengeneza uaminifu kwa mali na hali zote. Ila ubaya ni kuwa huoni hayo yote. Kwa nini unanifanyia hivyo? Ina maana yote uliokuwa unaniahidi ni uongo mtupu, si ndio? Adamu, wewe ni muoga. Wewe ni mwanaume muoga sana. Niseme utakavyo. Watasikia wazazi mke wangu. Nistiri mwenzako. Nimekiri kosa langu. Sina hata la kusema zaidi. Wewe ni hukumu tu, ila katika hukumu yako msamaha uwepo. Nakuomba sana. Nisamehe. Nisamehe sana. Ninajua kuwa wewe ni kila kitu. Nakuomba usilie. Teddy, nakuomba, please. Yaani baada ya yote ulionifundisha, lakini wewe ndo wa kwanza kunitusi. Kwa nini usingenisikiliza? Ungenisikiliza uone kama nina maana au sina maana. Mimi ni mwanamke. Ninajua nini nifanye kumfichia aibu mume wangu. Ninapoweza kupambana na pambana maisha yetu yasogee. Mimi sipendi kukuona unakaa tu nyumbani. Wewe huna kazi, mimi sina kazi. Sasa kwa nini usingenisikiliza? Badala yake ukaanza kunitukana, ha? Nimekosea sana mama. Nipo tayari kukusikiliza sasa. Unachanganyikiwa wewe. Yaani unitukane, uende kwenye madanguro huko kunitafuta, ndio useme upo tayari kunisikiliza. Hivi unanichukuliaje kwa Adamu? Msikilizaji, niliona hapa nitapiga magoti mpaka nijute. Maana wanawake wakiwa na hasira hawamalizi kuongea. Niliamua tu kwa upendo kumkumbatia. Basi mama, basi mke wangu. Basi kipenzi changu. Umenisema nimesemeka. Mwenzako nitaumwa, walai sikukusudia. Usilie kipenzi. Upendezi kuwa hivyo hata kidogo mama. Nilimwachia na kumbusu. Teddy akasema kwamba alione. Kwanza hata uliniudhi kama nini yani. Ni vile tu nakupenda. Basi sasa na wewe inatosha basi, nihurumie basi, maneno yako yananinyonga mama. Yaani wewe unajua mimi nakupenda. Kwa nini unifanyia makusudi? Ulinifanyia makusudi, si ndio? Huu ni wivu tu mama. Nianze maombi maalum ya kukemea swala la wivu. Nakupenda. Nakupenda pia baba, ila mimi sitaki matusi yako tena. Mimi nikutukane wewe? Wapi? Lini? Saa ngapi? Shahidi nani bana? Teddy alinitazama kwa kunishangaa na kuanza kucheka. Tena mdau akifuta machozi. Nilimtazama vile anacheka na kusema, wewe ni mrembo sana." Niambie sasa, wapi ulienda mama? Kwa sasa nina mashaka na imani yako kwangu, ila tambua ni mkweli kwako. Mimi sikudanganyi. Mimi nilienda kuomba msaada kama nilivyokutana na wewe. Niliwahi kukutana na baba ambaye hakuwa anafurahishwa na tabia yangu. Alikuwa akinishauri sana, nami nilikuwa namsikiliza. Ni kama baba kwangu. Yeye na familia yake alinipenda. Anaye mke na watoto wa kike ambao wapo masomoni nje ya nchi. Ni kama familia yangu hapa. Nilipoambia kwamba sasa ninaye mwanaume ananipenda sana, baba na mama huyo walifurahi sana. Waliniambia nikihitaji msaada wote niwaambie. Najua najiuliza nimekutana nao vipi. Ni rahisi tu. Maeneo ya kazi zangu kuna mwanaume nilikuwa nagombana naye. Alinzurumu, ndio huyo baba alikuwa anapita akanisaidia na kunipatia pesa. Ni mtu wa imani sana. Na tangu pale alinipa mawasiliano yake, ndio akanitambulisha na kwa familia. Sasa nipokuwa naona mambo magumu kikweli, mimi sipendi tuuze gari baba, utateseka sana eti. Niliamua kwenda kuzungumza naye kwa maana wao wanahusika sana na usambazaji wa vifaa vya hospitali na maduka yao makubwa yapo Kariakoo. Nikaona ni bora tukamuombe kwa pesa ambayo upo nayo na mimi nikiongezea, tukaanza kufanya kazi pamoja nao.
Kivipi? Yani tunachukua mzigo wetu kwa gharama tulionayo, tunatafuta wateja pia, yeye atakuelekeza namna ya kufanya na kupata wateja, kisha mzigo unaenda kuchukua pale unasambaza. Mimi sioni kama ni kitu kibaya. Ni biashara nzuri sana baba, ina faida na inakuwa haraka, ingawa mwanzo ndio inahitaji pesa, lakini sio mbaya kwa sababu tutaweza kuomba support kwa wazazi kidogo, kisha ndani ya muda mfupi tutarudisha. Wakati unafanya hivyo na mimi nitatafuta kitu cha mtaji mdogo, nitaanza kufanya kazi baby, na mimi tutafanikiwa. Na kwa mimi naamini na kuhakikishia hilo, mimi nimetafuta mwamvuli pale ndani Ubungo, nitaanza biashara ya wakala, na nimemwomba mzee anisaidie kutafuta kila kitu muhimu kwa biashara hiyo. Sasa wote tuenda kazini. Mimi nitaanza hata na 300,000 tu, vyovyote vile, ila sitaki tena kukaa nyumbani. Na wewe utashinda na mzee dukani, ila kikubwa mzee anahitaji uaminifu. Utaona pesa yetu inavyozunguka, na mwisho wa siku sisi tutafungua tu kwetu hata tukiwa na mtaji kidogo. Baba, haba na haba ujeze kibaba. Uzuri ni kuwa tuna pesa kidogo, maisha si magumu sana kwetu. Akiba ni muhimu, inasaidia sana. Na ameniambia kesho nikupeleke kama upo tayari mkazungumze, akufundishe kazi, na kisha tukiwa na pesa ya kuanzia utaanza. Wewe unaonaje? Msikilizaji, naomba niseme tu kweli, machozi ya Freya yalinitoka. Mungu kila anayenikutanisha naye anayo sababu. Haijalishi ni mtu namna gani. Na mimi naomba nikwambie, kila unayekutana na mtu kwenye maisha yako, usimdharau hata kidogo. Mungu sio mjinga. Kwa nini umeshindwa kufahamiana na watu wote Tanzania? Lakini huyo unayekutana naye hajaja kwa bahati mbaya. Kila mtu ana kusudi lake kwenye maisha yako. Leo hii Tedesta ananifundisha biashara, mambo ya dili kubwa, na yeye eti katafuta mwamvuli. Yupo tayari kuanza kazi ili mradi wote tuwe tunatoka kwenda kutafuta ili tufanikiwe zaidi ya awali. Oya, huyo ana akili sana. Nilimwamini, sikutaka kumtilia shaka tena. Moyo wangu ni shahidi kabisani. I say, huyu binti amebadilika haswa. Nilimkumbatia nikasema kwamba Teddy, siamini nayoyasikia. Nimewahi sikia kuhusu biashara hiyo. Ni kweli mtaji ni mkubwa, ila kama mzee yupo tayari kutusaidia kwa mtaji wetu tufanye kazi pamoja, mimi na furaha sana. Nitaongea na baba, najua huwezi kutukatalia na tutamrudishia tu. Tedesa, mimi nakuahidi nitafanya kazi, nitapambana na nitafanikiwa pamoja na wewe. Trust me. Tutajenga nyumba yetu, tutakuwa familia kubwa. Asante sana Teddy. Umenipambania sana. Nilipoteza tumaini, ila Teddy, hakika. Hebu naomba kwanza nikuulize, vipi unaamini utaiweza biashara? Kwa nini nishindwe? Wale waweza wameweza vipi? Mimi lazima nifanikiwe tu katika ile, na nitakufurahisha Adam. Wewe kazi yako kunipenda tu basi. Mama, haya mambo si hata ya kuongelea hapa. Hebu tuondoke turudi kwetu. Nimefurahi sana. Kesho mapema naamka. Tunaenda wapi sasa? Kariakoo ama nyumbani? Kwanza mama atakuwa nyumbani, hivyo yule mzee huwa anapenda kufanya mambo na mke wake. Kasema niende nyumbani leo akazungumze na mke wake. Mimi mwenyewe hata sitafanya kitu bila wewe mke wangu. Muone. Unajua naomba Mungu sana huyu mke wake akubali. Kusema kweli, unajua sikuwa najua nini nifanye. Aisee, niamini aisee. Teddy alinitazama tu. Tulianza kutoka chumbani tukiwa tunacheka. Tulipofika sebuleni, mama alimtazama mume wake. Akasema kwamba hawa watoto watanitoa roho mimi jamani. Baba alionekana hajapenda kabisa. Aliniita nje na Teddy akabaki na mama. Tulipofika nje, baba kaniuliza kwamba nini shida ya mtoto. Nisamee baba, nilimkosea, ila tayari nimeomba msamaha. Tatizo ni nini haswa? Nilibaki kimya tu. Nilikuwa najisikia vibaya. Sasa nisikilize, mimi sipendi ndani ya nyumba mgombani. Sawa? Mawazo ni mabaya sana bwana. Na haya magomvi mnajikuta tu mnaondoa upendo. Natakiwa muelewane kwa upendo. Mimi sipendi mwanangu. Mimi na mama yako hatujawahi fikia hali kama hii. Mbona mapema sana? Baba, ni kweli baba, mimi sasa sipo vizuri. Kuna biashara tunataka kufanya. Sasa nitaka kuuza gari, mwenzangu hataki, ndio ikao gomvi. Yaani wewe tangu mwanzo mimi nakuambia, wazazi tupo. Mungu ametujalia si haba, lakini ulikataa. Unafikiri mtaani ni rahisi? Usione watu wanapambana ukajua ni rahisi bwana. Anayepata 10,000 ale asomeshe alipe pango, sio mchezo.
Sikia, hata mimi na mama yako sasa tunapitia hali mbaya kiuchumi. Ila sitaacha wanangu umumbuke bwana. Kadi hapa, katoe milioni 5 na utanirudishia, nimekukopesha. Usingekuwa na mwanamke ningekuacha tu. Ila kwa kuwa naelewa ndoa zilivyo, basi nenda kapambane. Na mimi nakubariki kijana wangu. Na leo mwisho, sitaki kumuona Tedesta hapa. Sitaki kabisa kumuona hapa analia. Labda aje kutembea tu. Gari pia mrekebishe. Hiyo nawalipia, hamtalipa. Usijiweke kituko bwana, mjitazame bwana. Alafu nenda kanyoe hizo ndevu, umekuwa kama beberu. Umekuwa ajabu sana bwana. Sitaki mnitie aibu hivyo. Basi nijisikia aibu tu. Na kweli nilikuwa kituko na tishani. Nilimkumbatia baba yangu na kulia sana. Nilimshukuru sana baba yangu. Amenifuta machozi, niligoma msaada wake, lakini kwa hali yangu, wacha niseme tu pongezi kwa wanaume wenzangu wote ambao wanapambana na wao ndio msaada kwenye familia. Mungu akubariki sana. Mungu abariki kazi ya mikono yenu. Abariki kazi ya mikono yako. Ninyi ni mashujaa. Wewe, mtaani ni pagumu sana. Mtaani ni hatari. So baba aliniambia kwamba mchukue mke wako bwana, rudi nyumbani. Anakupenda sana. Nitabasamu tu nikarudi ndani, nilikuta Teddy na mama wanacheka sana. Nimwambia mama ya kwamba mama, mimi namchukua mke wangu bwana. Asante sana, muwe na usiku mwema. Mama akasema, "Haya, nawapenda wanangu, usiku mwema." Basi tulipofika getini tu, nikatoa kadi kumuonyesha Teddy, nikasema kwamba baba tayari. Bado kazi tu. Sema kanichamba bala. Teddy airuka na kupiga kelele akisema kwamba tumeweza, sasa ni kazi tu. Akanikumbatia nikisema kwamba Tedesta, utashtua watu ujue. Teddy alicheka akasema, sasa hivi unakuwa na biashara yako baba, huoni hilo? Yes. Na Mungu akipenda utakuwa bosi mkubwa. Afu mimi na njaa tuondoke. Sikia, tuna mgeni, tumchukue kwanza. Nani tena? Twende utamuona. Basi tulifika kwa Hilal. Teddy alishtuka akaita, Shem, nini shida, unaumwa? Nikavuta pumzi. Hilal alimsalimia Teddy na nikamwambia tuondoke, tutaongea nyumbani. Nikiwa njiani nijaribu kwa kifupi kumuelezea Tedesta. Hilal alikuwa mbele ametulia tu. Nikamuelezea Tedesta kwa ufupi tu. Tukafika nyumbani, Hilal alisogelea ile picha na kusema kwamba Adamu na bahati sana, Tedesta nakupenda sana. Amebadilika kwa ajili yako. Hilal ndugu yangu, unamaanisha nini? Kwani kuna nini? Adamu, moyo wangu unajua unavuja. Moyo wangu umechanika vipande. Mimi siwezi hata kuunganisha. Nateseka sana Adamu. Mdomo sijaweza mwambia yeyote. Nawezaje sasa? Yule mwanamke wangu mtakatifu naye mjua, asiye na makuu. Yule shemeji yako, alipendi mimi hata kidogo. Unajua nini Adamu? Ulikuwa sahihi uliposema nifuatilie tatizo ni nini. Unajua nilichogundua Adamu, na maumivu makali sana. Mke wangu ameniumiza. Amenitia aibu, najiona nipo uchi mimi. Yaani wale watoto wawili unaowajua, hakuna mtoto wangu hata mmoja. Siku zote nalea sio damu yangu. Watoto wawili Adamu, miaka 9 ya ndoa Adamu. Tena unajua kazana nani? Ex wake mtoto mmoja na mchungaji mtoto mmoja. Na bado ana mahusiano na wanaume wengine akiwepo bosi wetu. Aibu gani hii kaka? Hata kazini pachungu. Siwezi kuvumilia. Mimi naweza kuua mtu. Adamu, nimeteseka, nimehangaika, nimeumia sana na nazidi kuumia kila siku. Ni kama nakufa siku baada ya siku. Yaani ni kama mzimu unaotembea. Unajua maumivu ya mkeo kukusaliti kaka, inauma sana yani. Alininyima haki zangu kwa sababu yao. Mimi ni mpumbavu, sikuona hayo. Huyu ni nani? Huyu ni shetani, mke wangu ni shetani kaka, nifanye nini mimi? Nampenda mke wangu, ila tazama sasa alichonipatia. Tazama alichonilipa. Miaka 9 yote nahudumia watoto sio wa kwangu, kweli? Ila wanawake sometimes yani shetani. Basi tu, sasa nataka nini? Adamu alia sana. Tedesta na mimi tujikuta tunaishiwa nguvu. Teddy alikaa chini. Mimi nikajikuta nimeachia mdomo, machozi yananitoka. Inauma sana ise. Kusema kweli sisi wanaume tunajijua. Tunaweza kufanya jambo kama alilofanya mke wa Hilal. Na mwanamke akapokea. Ila hili jambo akifanywa mwanaume, maumivu yake havumiliki. Sisi ni wale watu ambao yale tunayoyatenda kwa ubaya kwa wenza wetu hatuwezi kuyavumilia na kuyapokea. Ndio maana wanaume wazuri wanapenda kutenda mazuri
ili kuepuka gharama za ubaya, kwa maana ubaya huwa unarudi. Haijalishi unayemtendea anajua ama hajui. Siku ikirudi, kama alikuwa hajui basi atajua. Hilary ni mwanaume amenyanyaswa na mke wake sana. Nakumbuka wakati ule wa kesi ya Tedesta, aliponiambia kuhusu tabia na matendo ya mke wake, hata alishindwa kuvumilia, akawa anaona bora hamu zake amalize tu nje. Nilizungumza naye. Alijuta na aliona makosa yake. Aliniahidi kubadilika na kuanza kuijenga upya nyumba yake ili kutatua matatizo yanayokumba nyumba yake. Tazama sasa alichokuja kugundua. Mke wake mpendwa sio mwaminifu ndani ya ndoa. Yaani amevunja uaminifu kwa namna kubwa ambayo kwangu mimi binafsi na tabia zangu kwa kweli sijui hata nianzie wapi. Nisingeweza kabisa. Sijui ningekuwa na hali gani. Unafanya kazi, moyoni unajua na familia, unapambana unajua na watoto, unajitunza kwa ajili ya furaha ya mkeo, uje kuambiwa mke sio wako. Kuna watu nje wanakula unapokula. Kuna watu nje wanalipa. Yaani kwamba unapolisha na ugaramia, kuna watu wanakula. Watoto pia sio wako. Hivi moyo huu uliopondeka unawezaje kuutengeneza na kuwa mzima tena? Wanawake ni watu wazuri sana, wenye huruma, upendo, imani, faraja, wenye akili. Ila kila nikiwaza kwa nini Mungu alisema tuishi nanyi kwa akili, nawaza zaidi. Wanawake ni viumbe ambavyo sio kawaida kujeruhi mtu na kumuumiza. Ila mwanaume akikutana na mwanamke akimfanyia maajabu, hata shetani mwenyewe anakaa pembeni kushuhudia mchezo, akipiga makofi na kuinua mikono juu kwamba nimeshindwa. Mke wa Hilary ni kama alibeba hasira, maumivu ya wanawake wote. Akapata nafasi ya kumkomesha mwanaume mmoja tu, na Hilary ndo kapatikana. Bila shaka kuna wanawake sasa mizigo imepungua vifuani. Huu ni ukatili, huu ni umalaya uliovuka mipaka. Hii ni roho mbaya, huu ni uchawi. Hii sio haki, na hii sio tabia nzuri, na haipendezi mbele za Mungu na jamii. Moyo wangu unaniambia niseme na wewe mwanamke ambaye umempa kaka wa watu mtoto ambaye siye wake, na kwa kujua kabisa umempa mtoto na jina ambalo sio asili yake. Hivi unajua bomu ambalo unalitengeneza hapo baadaye? Kwanza mtoto ajue asili yake. Aya, vipi kesho na kesho kutwa yeye na ndugu zake wa damu wakafanyiana unyama na ukatili? Inakuaje mama umeolewa unaenda kumsaliti mumeo? Mbali na hilo, na mimba unabeba, unamwacha mwanaume analea na anazaa ndani ya yani wewe unazaa ndani ya nyumba yako. Hii ni dhambi kubwa. Unajua kabisa hii mimba ni ya mtu mwingine, na unaacha mwanaume wa watu maskini anashindwa hata kununua viatu, anashindwa hata kununua boxer, anahudumia tumbo lako. Hii ni dhambi kubwa, na usiende mbele za Mungu kutubu kimazoea. Kuna vikombe vingine wewe inabidi unywe tu. Tubu kwa majuto, kwa maana hii itakutafuna sana. Utakosa amani ndani ya moyo wako maisha. Kama umpendi mwanaume hivi, kwa nini uliolewa naye sasa? Huoni kama unajidhalilisha? Mfano mzuri ni huyu shemeji yangu. Katembea na boss, kazana mchungaji. What have? Tena katembea na mwanaume wa zamani pia. Hao wanaomfahamu mume wanamuonaje wakimuona? Mjinga, mpumbavu, kituko, anachekesha na mshamba tu. Pengine wakimuona wanamcheka tu na kumzomea. Unavunja heshima ya nyumba yako. Wanakudharau wewe na nyumba na watoto wako. Na Mungu anawatazama tu kwa jicho la uchungu na hasira kali kwa kuchezea agano lake zuri la ndoa. Tulieni basi na ndoa zenu, Haijalishi changamoto ngumu ama hali ngumu kiasi gani mnayopitia, mwanamke hawezi shindana mwanaume. Hakuna, na hajawahi kuwepo mwanaume malaya. Hakuna. Ila mwanamke malaya yupo, na jamii haijawahi mkubali. Haipo. Yaani haipo. Ushai kuona maeneo ya starehe wanaume wamepanga foleni wanasubiri wanunuliwe na wao? Hamna. Haipo. Mtu ataniambia mimi sio mke wa mtu, ninaye mtoto, ila baba yake aliniumiza, alinikataa, alikataa mimba na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi sitampa mtoto jina la baba yake, sitamuita jina la baba yake. Kipenzi, pole sana. Haijalishi changamoto unazopitia, ila kumbuka siku zote damu ya mtu haipotei. Na sisi ni people, tutakutana. Tutakutana vipi na mtoto umempa jina si la baba yake? Mpe
Mpe mtoto jina la baba yake halisi. Usimwongelee mtoto mambo ya kutisha kuhusu baba yake. Kumbuka katika kuzaa kwenu mapenzi yalikuwepo, ndio maana ukabeba mguu left right. Mpini ukaingia, mimba ikaingia bana. Ulipenda. Vinginevyo labda kuna jambo lilitokea kama kubakwa na vitu kama hivyo. Sawa, hiyo ni bahati mbaya. Lakini kama ile kwa mapenzi, baby ongeza tena. Ya pili, ya tatu. Oh baby I love you too. Wewe. Ila mtoto kuitwa jina la baba yake ni jambo muhimu mno. Sio kitu cha kuficha. Hii ni faida kubwa sana ya mtoto wako kesho na kuepusha matatizo ambayo wewe mama unaweza kuyazuia leo. Jua nafasi yako. Mwanamke anao moyo wa kukabiliana na kupambana na magumu ili kuweza kutatua mambo mengi sana. Kwa hiyo hili naamini huwezi kushindwa. Habari hii kwangu ilikuwa ni habari kubwa sana. Unajua nilimhurumia sana Hilary ambaye alikuwa analia tu. Alikuwa analia machozi bila hata kupumzika akiwa amekaa chini. Nijikuta nimeenda kumkumbatia nikasema kwamba pole sana kaka. Mimi kusema kweli nakosa hata neno kaka. Sijui sana kuhusu ndoa. Ila basi mngeenda hata kanisani kwenu wakawashauri tena. Ninao imani mambo yatakaa sawa. Hilary alinitazama na kusema akicheka huko analia, anasema kanisani? Kanisa gani kaka? Yaani kanisa ambalo unapeleka malalamiko yako ya ndoa na mchungaji kumbe anao siri na mkeo? Utashauriwa nini hapo kaka? Mimi sitaki kusikia tena habari za kanisani kaka, sitaki kabisa. Hata sijui yani kaka watoto wawili kaka watoto wawili. Hata kama mara ya kwanza mtu unakosea na mara ya pili unaenda nje kabisa, unavungo zako zote kwa raha kabisa, unabeba tena mtoto wa pili. Naumia kaka. Teddy maskini naye alikuwa analia. Unajua ni ukatili. Teddy akasema shemeji, sio lazima hilo kanisa. Kuna makanisa yana wachungaji wazuri wanaomtumikia Mungu wa haki. Kuna watu wanaomjua Mungu wa haki. Wewe ni shuhuda wa maisha yangu. Tafadhali kumbuka nilipotoka na nilipo ni Mungu tu. Najua ni ngumu. Pengine unawaza watakwambia kitanda kizai haram na vitu kama hivyo. Najua kwa sababu wao ni watumishi wa Mungu, ila kibinadamu ni kwamba hiyo ndoa haipo tangu pale mkeo alipoanza kutembea na wanaume wa nje. Ikafa kabisa alipoanza kuzaa. Na haiwezekani kwa sababu una maumivu makali. Mimi natamani kusema watoto ni wako kwa sababu wanalo jina lako. Ila najua baba zao wanajua. Naamini kabisa walishaambiwa kwamba wana watoto sehemu fulani. Kwa sasa wanajua ni kosa kubwa kwao kuja kuchukua watoto na kueleweka kwenye jamii. Ila wanafahamu kabisa kwamba nyumba fulani wana mtoto. Ila maisha yamenifundisha kuwa cha mtu ni cha mtu. Ipo siku atakuja tu. Na ninawaza sana upande wa mwenzangu anasemaje anakupenda au ana tatizo au shida ni nini. Sitaki kujua yote hayo, ila nini nataka kwako shehe, mimi nataka wakusaidie urudi katika hali ya kawaida, mawazo ya kawaida, nguvu ya kawaida na wewe wa zamani. Haya ni maamuzi tu ya maisha yako. Ni wewe utaamua ukiwa sawa kabisa, sisi hatuwezi kukuamlia. Ila walau ufanye kitu kwa ajili yako, jitazame. Wewe si ambaye sisi tunakufahamu, umebadilika sana. Umekuwa tofauti, tafadhali sana shem. Tunakuhitaji sana. Mungu anakuandalia kitu kizuri sana katika maisha. Niamini mimi nakwambia. Hilary alimtazama Teddy, akasema kwamba nisamehe sana shemeji. Najua una nia nzuri na mimi, lakini sio rahisi. Sio rahisi hivyo unavyofikiria. Sikia nikwambie, mimi najua sana Mungu yupo kwa sababu nimeishi maisha hata katika mpaka kuja kufikia hapa najua ni Mungu tu. Ila naichukia siku ambayo Mungu alinikutanisha na ule shetani aliyefanana na malaika na kuingia katika maisha yangu. Sio rahisi shem. Nimepotea, nimeisha kabisa mimi. Teddy alifuta machozi na kusema ya kwamba unajua nikwambie kitu shem. Maisha ambayo mimi nimeishi nilisema Mungu anitaki tena. Hanitambui hata ameniumba mtu kama mimi . Kuna muda nilijikataa. Kuna muda nilijiona sifai. Kuna muda nilijiona sistahili, sina thamani. Moyo wangu ulijaa maumivu na mateso mengi. Moyo wangu ulijaa visasi, vinyongo na hasira. Kuna muda nilikuwa ni kama sio binadamu. Nilikuwa ni kama mnyama hivi. Nashindwa namna ya kusema kabisa. Unajua nilikuwa naona hata nikitembea watu wananitazama kuniongelea mimi vibaya. Kila mtu sana sana nyewe wanaume niliwaona ni watu hatari. Nilikuwa natamani hata niwe naua mmoja mmoja. Ila unajua nini kilitokea kwenye maisha yangu? Mungu wa mbinguni ninayemwabudu alinikutanisha na Adamu, mwanaume ambaye aliwasha taa, alileta nuru katika maisha yangu. Nilikutana na wengi wanaomuongelea Mungu, ila sikuwahi kumuelewa Mungu wao mpaka pale nilipokutana na Adamu.
Nigundua kumbe kila mtu anakutana naye, yani kila mtu ambaye unakutana naye unakutana naye kwa sababu mimi sikuwa namtaka kabisa. Kumbe kwa sababu alikuwa anataka kunitoa katika shimo la mateso, dhambi, aibu na fedheha, shimo la maumivu, chuki na hasira. Ndipo alipoanza kunikutanisha na watu sahihi. Siku ya kwanza kunipeleka kwa mama mmoja hivi mnasii anayemjua sana Mungu. Aliongea maneno ambayo alinigusa kidogo kwa sababu nimeasikia sana. Jipende, jithamini, jikubali na vitu kama hivi. Mimi sikutaka kumkatisha tamaa kabisa mpenzi wangu. Na huyu mama alinipatia Biblia nisome. Unajua alinipatia nisome nini Shem? Nilisoma maneno haya katika kitabu cha Zaburi 51:10-13. Uniumbie moyo safi, Mungu. Uweke ndani yangu roho mpya na thabiti. Usinitupe mbali nawe. Usiniondolee roho yako takatifu. Unifanye nifurahi tena kwa kuniokoa. Utegemeze ndani yangu moyo wa utii. Hapo nitawafunza wakosefu njia yako, nao wenye dhambi watarudi kwako. Kwa Shem, mimi niliposoma haya maneno nijikuta nalia sana Shem. Maneno haya aliingia na kunigusa sana. Kumbe kuna maneno mengi tumesikia, maneno mengi tumeambiwa, tumeshauriwa na kuyasikia. Ila vitabu vitakatifu vina maneno ambayo pengine hakuna hata amewahi kukwambia. Hakuna mtu amewahi kukushauri ama yani amekwambia ama labda ukamuelewa. Ila vitabu hivi vyenyewe vina nguvu na uwezo wa kukuvuta karibu na Mungu na ukamjua na kumwogopa sana. Mimi nilia sana na kujiona kumbe bado ninayo nafasi nyingine. Ninayo nafasi ya pili. Baada ya kulia sana kwa huyu mama aliniambia nisome tena Isaya 43:25. Nasema kwamba mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Shem, hapa ndipo mimi niliambiwa nitubu kwanza. Nijitakase, niwe sawa na niite Mungu ndani ya maisha yangu. Kwa Shem, ulikuwa ni wimbo wangu. Mungu wangu ishi na mimi, Mungu wangu njoo ndani yangu, Mungu njoo kwangu. Hata leo naishi hivyo na nafurahi sana Shem. Kwa hiyo ni nini maana yangu Shem? Umekutana na sisi kwa maana kubwa. Mungu anao sababu na wewe. Mungu ana mpango na wewe. Acha kulia Shem, inatosha. Wakati huu unalia unapoteza kila kitu na unazidi kupoteza kwa sababu yani unavyofanya hivyo hauna unachokifanya. Mkaribishe Yesu ndani yako, mkaribishe Mungu akutengeneze, afanye upya maisha yako. Shem, hautabaki ulivyo na kwa mara ya kwanza utafanya maamuzi sahihi kabisa Shem. Mimi na mume wangu hapa tutakusaidia kwa sababu sisi ni familia. Mwambie Mungu akuumbie moyo mpya, moyo safi, akujaze hekima, utii, akuondolee dhambi. Jimwage miguuni pa Mungu. Mwambie Mungu umekosa, lia, juta. Utapokea amani moyoni Shem, utakuwa mpya. Hutojipoteza tena. Utakuwa Hilali yule shemeji yangu tunayemfahamu. Amini hivyo mimi nakwambia Shem. Msikilizaji, Tedesta alisema yote. Nilijikuta namtazama kisha nikamtazama Hilali ambaye kwa makini sana tena kwa upole alisema kwamba unajua Tedesta, ukikazana kidogo utakuwa mchungaji mzuri sana. Inawezekana hutokutana na watu kanisani ila unao ushawishi fulani hivi. Ni kama nimekuelewa hivi ila moyoni nina kiza sana. Sioni kitu, yani sisi chochote zaidi ya maumivu makali. Sielewi kwa sasa. Kaka, upo sahihi. Katika hali ya maumivu huwezi kuelewa kitu, ila kwa muda utaelewa tu. Tunajua unapitia wakati mgumu na najua wazazi wanakutegemea huko kijini. Fikiria miezi kadhaa hujafanya kazi. Umeteketeza pesa kwa pombe. Tutakuwa na wewe hapa kwa muda mpaka ukae sawa. Ila hakuna pombe, hakuna kutoka bila mimi. Hakuna kufanya mambo ambayo yatakuumiza. Nitafanya utaratibu wa pesa rafiki yangu. Nina wakati mbaya ila lazima tusaidiane. Ukutane na mtu sahihi wa kukufundisha ukabiliana na hali hii. Naomba usikate tafadhali, nakuomba sana. Hilal alitutazama na kusema kwamba rafiki yangu Adam, wewe ni kama kaka. Tumejuana kazini tu lakini hukujali cheo chako, ukaniheshimu na ukubwa wangu. Unajua nilipozungumza nanyi kidogo yani nina nafuu sana. Yani kidogo najisikia amani. Sipo kama nilivyokuwa kabla. Sijaongea na yeyote. Kwa hiyo mimi nawaambia ukweli tu kwamba siwezi kuendelea na mke wangu. Moyo wangu hautaki kabisa, yani umegoma. Ni kweli na hali mbaya sana ila sitaweza kuishi hapa pamoja na nyie. Sitaki kuwasumbua. Na nafahamu sisi wote tunao wakati mgumu sana. Kwa hiyo naomba tu nirudi kwangu. Nikapambane pale pale na kuahidi sitafanya ujinga tena. Maneno ya shemeji kuna namna amenigusa. Kwa hiyo msaada tu nikutane na huyo mtu, nipelekeni sehemu zilizo sahihi. Mimi kuishi hapa nimegoma kabisa na sitaki tugombane. Leo hii naenda nyumbani, nitawasha na simu yangu, nitapambana kiume ila kukaa hapa hapana. Mimi siwezi lakini sitajitenga, tutawasiliana na kuonana. Shemtedi, asante sana. Mimi ninamfurahia sana Mungu wako. Tafadhali naomba uniandikie maneno tena, nataka nikasome tu
kila nikiwa na maumivu kifuani nitayasoma. Ila yule shetani simtaki kabisa, ni simtaki kabisa. Msikilizaji, of course inauma sana. Inauma mno sana. Inauma sana pale ambapo umeweka matumaini kwa mtu, umeishi naye miaka na miaka, alafu anakuja kukulipa kitu ambacho ni zaidi ya malipo. Ni zaidi ya machozi na maumivu. Inauma sana. Tukutane sehemu ya mwisho msikilizaji, tumalizane na hii simulizi. Tujue hali itakavyo ama hatima itakavyokuwa kwa kila mtu. Hatima ya Adam, hatima ya Teddy, hatima ya mke wa Hillary. Hali itakuwaje msikilizaji? Maisha haya. Na vipi Teddy, ile nyumba ambayo Adam ameenda, bado Adam hajamwambia chochote Teddy kwamba amefika nyumbani kwake. Ni nyumba yake kweli ama kama ni ya kwake? Kwa nini Teddy ameamua kujishusha na kuacha kila kitu na kuja kuishi maisha haya na Adam? Sehemu ya mwisho tutamalizana na kila kitu, lakini hakuna kitu kimeniuma katika sehemu hii msikilizaji kama mke wa Hillary alichomfanyia, alichomlipa. Inauma sana. Na hapa ndo tunajua kwamba mpaka Hillary kutoka nje ya ndoa ni kwa sababu ya mwanamke. Kwa sababu kuta hata kwa wiki alikuwa anapangiwa siku za kula tunda. Hata kama akipewa ajisevia mwenyewe, hakuna ushirikiano. Inauma sana. Tazama mwanaume unahangaika, unahudumia mimba tangu ulipopewa taarifa mpaka mimba ya kwanza, mimba ya pili, watoto wote. Ni mwanamke ametoka nje, anabeba na anakuja na kuambia, inauma sana. Tukutane sehemu ya mwisho msikilizaji, lakini Mungu wetu tumuombe sana tukutanishe na watu sahihi jamani. Tunaangukiaga kwenye mikono ya mashetani mpaka shetani ujia na kaa pembeni anasema huyu ni photocopy ya shetani. Mimi mwenyewe niko nimekaa huku siwezi kufanya huo ujinga. Mdoto ulikuwa na Lucas Lumbas. Bye bye.